Hatimaye tunaingia katika msimu maalum. Ni msimu wenye nguvu nyingi sana. Katika msimu huu, usiku kunakuwa na nguvu za maajabu, nguvu zenye miujiza mingi sana. Nini unataka katika msimu huu? Je, unataka muujiza wa kipesa? Unataka muujiza wa uponyaji? Unataka muujiza wa ukuaji wa kiafya, kibiashara au kielimu? Huu ni msimu ambao kamwe hauwezi kusahaulika katika matukio ya kiulimwengu. Hii tunaita ni full moon. Mnamo tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025 tunaingia katika msimu wa mwezi kukamilika. Tunaita full moon. Full moon itaingia kuanzia mida ya saa 9 na dakika 22 usiku. Na watu wengi huwa wananiuliza, "Madam, mbona tumeingia mtandaoni lakini tumekuta full moon ni tarehe fulani, yani inatofautiana na tarehe hii ambayo mimi nimeitaja?" Jamani, naomba niwape elimu kidogo katika hili. Full moon huwa inatofautiana masaa kadhaa kulingana na zoni uliopo. Full moon ya Afrika Mashariki haiwezi ikalingana na full moon ya Afrika Magharibi. Ni lazima kutakuwa na utofauti wa masaa kadhaa. Afrika Mashariki na Afrika Magharibi tunatofautiana masaa mawili. Kwa hiyo kwa mfano kama sisi huku kwetu tumeingia full moon mida ya saa 4 usiku. Wao kule wataingia kwenye full moon mida ya saa 6 usiku ambapo tayari tarehe itakuwa imebadilika. Kwa hiyo utofauti wa masaa mawili tu unaweza ukaleta utofauti wa tarehe za full moon. Kwa hiyo hivyo ndivyo inavyokuwa. Ni utofauti wa masaa kadhaa. Inategemeana na zoni uliopo. Upo katika eneo gani? Kwa hiyo mimi haya masaa na hizi data ninazo hapa ni kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo full moon itakuwa tarehe 13 mwezi wa 4 kuanzia mida ya saa 9 na dakika 22 kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Nafikiri hapo tumeelewana vizuri. Tunapozungumzia full moon, tunazungumzia suala zima la nishati za kiulimwengu. Full moon ni wakati ambapo nishati ya ulimwengu huwa inaongezeka na kisha inatolewa. Yani ni kama vile ulimwengu unapumua. Tangu mwezi unapoandama, ulimwengu huwa unakusanya nguvu zake taratibu taratibu. Na ndio maana katika mwezi mwandamo tunaambiwa tuanzishe jambo au tuanzishe vitu vipya. Na kadiri mwezi unapozidi kuwa mkubwa, ndivyo ambavyo nishati ya kiulimwengu inazidi kuongezeka. Inapofikia mwezi kamili, nguvu za ulimwengu zinakuwa zipo nyingi sana. Na ulimwengu huwa unafanya kitu kinaitwa universe sigh. Yani kama vile unapumua. Vile unavyopumua, unaachilia nguvu zake kuja kwetu. Kwa hiyo mwezi kamili huwa unachukuliwa kama ni kilele cha nishati cha mwezi. Kwa hiyo ni wakati mwafaka wa kutumia nguvu zake. Iwe ni katika kujisafisha kimwili, kihisia, kuachana na vitu vyote ambavyo havikufai. Pia unaweza kutumia nguvu hizi za full moon kuomba chochote kile na kikaje kutokea katika maisha yako. Hiki ni kipindi ambacho watu wengi huwa wanagundua kwamba kumbe hata mimi ninao uwezo wa kutenda miujiza nikiwa nyumbani kwangu. Full moon inapoingia kunakuwa na chance kubwa sana ya kuweza kuweka connection kati ya nguvu zako za ndani na nguvu za ulimwengu. Hivyo chochote kile unachowish katika ulimwengu huu kina uwezo mkubwa wa kutokea kama utajua namna sahihi ya kuweza kuzitumia nguvu hizi za full moon. Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Nataka nikupe mwongozo wa namna ya kutumia nguvu hizi ili kuweza kutimiza ndoto zako katika ulimwengu huu. Amini kwamba wewe ni mtu wa thamani sana hapa ulimwenguni na kamwe hatakuja kutokea mtu mwingine kama wewe. Unao uwezo wa kufanikiwa kama ambavyo wengine wameweza kufanikiwa. Universe inataka kuongea na wewe leo hii. Hujaja hapa kwa bahati mbaya, umeletwa hapa kwa kusudi maalum. Wewe tayari ni mtu mwenye mafanikio. Wewe tayari ni mshindi hapa duniani. Universe imekuchagua wewe leo hii kuweza kupata ujumbe huu. Kamwe usipuuze. Maisha yako yanakwenda kubadilika muda si mrefu. Nishati ya full moon huwa inadumu kwa muda wa siku 3. Hivyo unazo siku 3 za kutumia nguvu muhimu zaidi zinazotolewa na ulimwengu.
Kwa maana hiyo basi, full moon itadumu kuanzia tarehe 13, 14 na 15. Hakikisha unatumia ipasavyo nguvu ya full moon. Usiache nguvu hizi zikupite. Hiki ni kipindi ambacho unatakiwa kutulia nyumbani kwako. Ni kipindi ambacho unahitaji kupata utulivu na nafsi yako. Na hata kama wewe ni mtu wa kutoka, hakikisha unapotoka unajiepusha na mikusanyiko ya watu. Na pia jiepushe kujiingiza katika mabishano na watu. Full moon huwa ina tabia ya kuathiri hisia zetu. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kuweza kuumizwa kihisia, kuwaumiza watu wengine kihisia, au kupata mvurugiko wa kihisia. Na inapotokea hivyo, nguvu za ulimwengu zinakuwa haziwezi kufanya kazi ndani yako. Hiki ni kipindi ambacho unahitaji kuinua vibration zako. Na ili vibration zako ziweze kuinuka, utahitaji kwanza kujitenga na watu. Kila mtu huwa anakuwa amebeba energy fulani. Anaweza kama amebeba energy nzuri au energy mbaya. Sasa ili uweze kujiepusha na energy mbaya kutoka kwa watu, ni vyema ukajitenga ili ujihakikishie kwamba unabeba positive energy pekee. Ili nguvu za full moon ziweze kufanya kazi ndani yako, ziweze kuijaza nafsi yako, ni muhimu ufanye meditation ya kuachilia. Katika full moon tunapaswa kuachilia yale yote mabaya ambayo hayatufai. Hivyo unapokuwa peke yako, make sure unafanya meditation ya kuachilia. Nitakuelekeza hatua kwa hatua. Katika kipindi cha full moon, yani kati ya tarehe 13, 14 au 15, ingia ndani kwako, jifungie na hakikisha ndani kwako pana utulivu wa kutosha. Unaweza kufungulia meditation music kama hiyo ambayo unaisikia katika background yangu. Andaa peni na karatasi au daftari. Pia andaa mshumaa mweupe. Mshumaa mweupe ni ishara ya nuru, amani, furaha na usafi. Na pia mshumaa huu huwa unasaidia sana kukaribisha nguvu ya full moon ndani kwako. Kwa hiyo katika kipindi cha full moon, kuwasha mshumaa mweupe ndani kwako ni jambo zuri sana. Hatua ya kwanza kabisa, utatakiwa kukaa chini katika mkao wa kumeditate. Sio lazima ukae kama huyu mtu alivyokaa hapa. Unaweza kukunja miguu yako kikawaida kabisa. Kwa mtu ambaye ndio mara yake ya kwanza kufanya meditation, unaweza ukakaa kawaida tu. Washa mshumaa wako, kisha vuta pumzi 7 ndefu. Katika kila pumzi unayovuta, shikilia kama sekunde 5 hivi, kisha iachilie taratibu. Na zingatia hili, wakati unavuta pumzi na kuachia, usiwazi chochote zaidi ya kusikilizia mapigo yako ya moyo. Hii ni hatua ya kwanza ya uponyaji wa nafsi yako. Utaanza kuona jinsi ambavyo nafsi yako inaanza kuwa na wepesi. Baada ya hapo, chukua peni na karatasi au daftari, kisha andika mambo yote yanayokusumbua au ambayo huyataki katika maisha yako na unataka kuyaachilia. Kwa mfano, inaweza ikawa ni umaskini, magonjwa, madeni, migogoro au mtu fulani anakukwamisha katika mambo yako. Kuandika kutakusaidia zaidi kufocus kuliko kuwaza au kufikiria. Ukishaandika, vuta picha akilini mwako kwamba hayo mambo yakiondoka katika maisha yako, hali itakuwaje. Yaani jiweke katika mazingira ya furaha akilini mwako. Acha moyo wako ufurahie kwa muda huo. Yaani kwa mfano, vuta picha sasa hivi umaskini umeisha katika maisha yako. Utakuwa na hali gani? Sasa hiyo hali utakayoipata inatakiwa uifeel kwa muda huo. Hii hatua unaweza kuifanya kwa muda wa dakika 5 mpaka dakika 10. Hakikisha haufikirii vitu vingine. Ondoa wasiwasi, woga na mashaka. Focus katika hisia zako. Baada ya hapo, sasa ni muda wa kuachilia. Achilia vinyongo, maumivu, laana na nguvu zote mbaya zinazofungamana na wewe. Yaani hata kama kuna mtu alikukosea, alikuumiza, alikusaliti, huu ndio muda wa kumsamehe na kusahau yote. Fikiria kama ndio unaanza upya. Na wakati unaachilia, unaweza kutamka maneno haya hapa. Si lazima utamke kama ambavyo mimi ninatamka, ila tamka maneno yanayoendana na haya hapa. Kuanzia leo, ninaachilia uchungu na maumivu yote moyoni mwangu. Ninavunja laana na vifungo vyote vilivyonishikilia na kuzuia mafanikio yangu. Ninasamehe wote walionikosea. Sina kinyongo tena. Achilia mambo yote yaende ulimwenguni. Yaani wewe haustahili kubeba hayo mambo. Haustahili kubeba magumu moyoni mwako. Acha universe ipambane nayo.
Mtu yote yule ambaye amekukosea, anakukwaza, anakupa uzito moyoni mwako, sema ulimwengu ninakuachia mtu huyu, kapambane naye. Ukiwa katika hatua hii, kama ukijisikia kulia, lia. Hakikisha unamaliza uchungu wako wote moyoni mwako. Wewe mwenyewe unafahamu ni kwa jinsi gani matatizo yanakuandama. Yaani una ufahamu wa kutosha juu ya maisha yako. Unajua ni maumivu kiasi gani unapitia. Kwa hiyo usijizuie. Kama unajisikia kuumia, lia kwa kuumia, toa maumivu yote yaliyojaza moyo wako. Inawezekana unajitahidi sana kupambana, lakini hautoboi. Magonjwa yanakuandama, wapendwa wako wanakusaliti, ndugu zako na watu wako wa karibu ndio wanaokuumiza. Achilia hayo yote. Sema ninayafuta kuanzia sasa. Ninataka nianze upya. Nataka niwe mtu mpya, mwenye furaha na mafanikio tele. Hakikisha unautoa uchungu wote uliopo moyoni mwako. Usibakishe hata kitu kimoja. Katika hatua hii utaona jinsi ambavyo mwili wako unapata wepesi pale unavyoachilia. Hivi unafahamu hata kubebelea machungu moyoni mwako, mwili wako unapata uzito. Yaani unajibebesha mizigo isiyokufaa. Unajibebesha mizigo ambayo wewe haustahili kuibeba. Hayo yote achia ulimwengu. Ulimwengu unajua kitu cha kufanya. Baada ya hapo unatakiwa kuchoma moto karatasi. Chukua karatasi yako, iweke katika bakuli la udongo au bakuli la bati. Tafuta bakuli ambalo haliwezi kushika moto. Kisha lichome moto hilo karatasi. Hapo utakuwa unauachia ulimwengu matatizo yako yote na utakuwa huru kuanzia hapo. Baada ya karatasi yako kuteketea, yani akabaki majivu tu, chukua bakuli lako pamoja na majivu. Toka nje. Na hakikisha inakuwa ni muda wa usiku. Nenda kasimame mahali ambapo unaweza kuona mbalamwezi. Lakini kama mahali ulipo patakuwa na mawingu, mwezi umefichwa, usijali. Nguvu za ulimwengu bado zipo hapo. Kwa hiyo usiwe na mashaka yoyote. Simama nje, tazama juu angani. Kisha tamka maneno haya hapa yafuatayo. Unaweza kuyatamka kwa sauti au kimoyomoyo. Asante nguvu ya ulimwengu. Nimepona vidonda vyangu vyote. Sina chuki wala wivu juu ya wengine. Maisha yanatokea kwangu kama ninavyowaza. Nimebarikiwa. Naona mema ya nchi yanavyonikimbilia. Naona upendo mwingi sana ukinizunguka. Nina akili, naweza kuongea chochote na nikasikilizwa. Nina umuhimu. Kuanzia leo mimi nipo huru kifikra, kifedha, kihisia na kimwili. Kuanzia leo ninajiachilia mimi niliye bora kwangu na kwa wengine. Chochote ninachokitaka kinanitaka. Kila ninapotoka, yeyote ninayekutana naye ananisifia kuwa mimi ni mzuri, ninanukia, nina rangi nzuri mno. Hakuna kinachoshindikana. Pesa si tatizo kwangu kwa sababu mimi ni sumaku. Sifukuzii ila inanifuata yenyewe. Ninapendana na pesa. Mimi na pesa ni marafiki sana. Kila siku ninazipokea kwa watu ninaowajua na nisiowajua. Asante nguvu ya ulimwengu. Asante nguvu ya uumbaji. Asante Mungu kwa wingi huu usio na kikomo. Baada ya hapo peperusha majivu yako angani. Kisha tabasamu na ujipongeze kwa sababu wewe tayari ni mshindi na ni mtu mpya. Ingia ndani kisha endelea na mishe zako kama kawaida. Mshumaa acha uwake mpaka uishe wenyewe. Unapofanya yote haya, hakikisha unakuwa na vitu vitatu. Cha kwanza, amini katika nguvu za ulimwengu. Cha pili, amini katika nguvu zilizopo ndani yako. Na mwisho, amini kwamba unachokifanya kinakwenda kukuletea matokeo mazuri. Na haijalishi wewe ni dini gani, nguvu za ulimwengu zinafanya kazi kwa mtu yoyote yule. Uwe Mkristo au uwe Muislamu, utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Kwa Waislamu huwa tunasema insha Allah, na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu. Hakuna kitu kinachoshindikana. Ukiamini itakuwa hivyo kama ambavyo unaamini. Ninaomba nikusisitize jambo moja la msingi sana. Katika kipindi cha full moon, chunga sana maneno yanayotoka katika kinywa chako. Kuna uwezekano mkubwa wa maneno hayo kuja kutimia katika maisha yako. Kwa hiyo angalia sana unawatamkia nini watu wengine, na pia wewe mwenyewe unajitamkia nini. Acha kutamka maneno ya kukata tamaa au kuwalaani watu wengine. Hiki ni kipindi cha kujitamkia maneno ya baraka, na pia ni kipindi cha kuwabariki watu wengine. Kwa sababu nguvu unayotoa
lazima itakurudia. Kwa hiyo jichunge sana katika kipindi hiki. Kama unatoa nguvu ya kuwaumiza watu wengine, lazima na wewe utapokea maumivu. Kama unatoa nguvu ya usaliti kwa watu wengine, na wewe lazima utapokea usaliti. Hakikisha unawabariki watu wengine, unawatia moyo na unawatakia mazuri. Kula chakula chenye afya, kitamu na kizuri kwako. Chakula kizuri huwa kinasaidia sana pia kubalance hisia zako. Jiepushe sana na kula vyakula ambavyo huvifurahii katika wakati huu. Na pia jiepushe na matumizi ya pombe. Pombe sio nzuri kwako katika msimu wowote ule. Pombe huwa inashusha vibration ndani ya mwili wako. Kwa hiyo nakuweka mbali kabisa na nguvu za ulimwengu. Yaani utafanya kila aina ya spell, haitafanikiwa. Ni kwa sababu pombe inashusha vibration zako. Kwa hiyo kama unataka mafanikio, kama unataka connection nzuri na nguvu za ulimwengu, jiepushe na matumizi ya pombe au vilevi vya aina yoyote ile. Full moon inaweza ikakupelekea ukapatwa na hisia za huzuni, hasira au upweke. Hii hali huwa inawapelekea watu kutaka kujumuika na watu ili wasijisikie wapweke au ili wasipate huzuni. Sasa matokeo yake wanajikuta hiyo hali inazidi zaidi, kwa sababu unapochangamana na watu katika kipindi hiki ni rahisi sana kugombana na watu au ni rahisi sana kuumizwa kihisia. Kwa hiyo mara nyingi watu wanajikuta wanajeruhika sana katika huu msimu. Sasa ushauri wangu, ukijisikia unapatwa na hizo hali za huzuni, upweke au hasira, ni muhimu ukajiconnect na nature au asili. Fanya matembezi kwenye maeneo ya asili kama vile kwenye miti mingi, mtoni, beach, ili uweze kuinua vibration za mwili wako. Wakati ukiwa katika maeneo ya asili utasikia mivumo ya upepo, sauti zile za miti, za ndege. Hizo zinasaidia sana kuleta uponyaji ndani ya mwili wako, na mwisho wa siku utajikuta vibration zako zinainuka na unaanza kuwa ni mtu mwenye furaha. Kwa hiyo usikimbilie kwenda kwa watu katika kipindi cha full moon. Jiconnect na nature. Huwa kuna nguvu kubwa sana katika vitu vya asili. Katika maisha yetu ya kila siku tunazungukwa na vitu ambavyo huwa vinanyonya nguvu zetu za ndani. Hivi vifaa vya kiteknolojia kama muziki, aina ya muziki yenyewe inashusha sana vibration zetu. Sauti za viwanda, sauti za magari, sauti za watu huwa zinapelekea sana vibration zetu za ndani zishuke. Kwa hiyo kuna muda fulani utahitaji uweze kujiconnect na asili ili uweze kupata uponyaji. Na hakuna uponyaji mzuri kama ule unaotokana na asili. Ukitaka kuamini hili, hebu fanya jambo hili hapa. Siku ukiwa umepata maumivu ya kihisia, kuna mtu amekujeruhi, moyo wako umeumia kweli kweli, nenda katika eneo lolote lile lililo karibu na wewe la kiasili. Kama ni mtoni, kama ni sehemu yenye miti mingi au baharini. Hakikisha unakuwa peke yako na eneo linakuwa na hali ya utulivu. Ukiwa umekaa katika hilo eneo, sikilizia zile sauti za asili tu, yani usiwaze chochote. Kama upo kwenye miti, wewe sikiliza ile mivumo ya upepo, jinsi miti inavyotikisika. Au kama uko baharini, sikilizia zile sauti za mivumo ya maji, mawimbi yale yanavyotoa sauti. Wewe sikilizia tu. Utaona kuna healing fulani, kuna uponyaji fulani unaingia mpaka ndani ya nafsi yako. Utapata faraja kubwa sana na maumivu yako yatapungua au yatakwisha kabisa. Bado yako mengi sana unatakiwa kujifunza kuhusiana na full moon ya mwezi huu. Endelea kufuatilia channel hii, na kama ulikuwa bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe ili usije kupitwa na somo lingine linalofuata. Asante sana.